ni dereva baba wa taifa tangu kipindi cha kupigania uhuru na baada ya uhuru. Mwaka 1953 akiwa dereva teksi yenye namba DSO 540 alikuwa akimchukua Mwalimu Nyerere kutoka Pugu Sekondari alipokuwa akifundisha na kumpeleka Lumumba kufanya mikutano ya chama, na baada ya kupata uhuru Mzee Nassoro aliendelea kuwa dereva baba wa taifa katika kipindi chote cha urais wake. Baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka madarakani mwaka 1985, Mzee Nassoro alichukuliwa na Rais Ali Hassan Mwinyi. Alifanya kazi kwa kipindi cha miaka 4 na kustaafu. Kwa sasa Mzee Nassoro anaishi Tandika kwa kaka yake, na maisha yake yamekuwa ya kuhamahama baada ya kutapeliwa nyumba yake iliyopo Temeke jijini Dar es Salaam na kuhangaika mahakamani bila mafanikio. Natodai ilipo gharama zangu za gharama ya nyumba hiyo na vile vitu ambavyo vilikuwa mle ndani nilipochuma wakati ule nafanya kazi, vitu vilikuwa vingi nilikuwa nimechuma ndani mle, yote vipatikane ilipwe. Kaka wa Nassoro anasema wamefuatilia hatima ya nyumba ya mdogo wake bila mafanikio, na njia iliyobaki ni kumwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuwasaidia, kwani yeye ni rais na mtetezi wa wanyonge. Aagize tumpeleke driver wa rais wa nchi, ni cheo kikubwa sana. Anaangalia usalama wa rais wa nchi, anakuja na nyanyaso kiasi hicho. Huyu kama nyumba yake ile ingekuwa nayo na kodi anapata, asingekuwa hivi. Huyu ameathirika kwa ajili ya njaa na maradhi. Hawa watoto wake wabaki mabwana. Mmoja wa watoto wa Mzee Nassoro anasema baba yao anaishi maisha duni yasiyoendana na mchango wake aliotoa kwa taifa. Mimi nilikuwa naomba tu rais aingilie ili kati, kwa kuwa mzee anateseka sana, amsaidie. Maana ufuatiliaji tumefuatilia sana makaratasi yote haya huko mahakamani. Rais aingilie ili aweze kumsaidia Mzee Nassoro apate nyumba yake. Licha ya kazi kubwa aliyoifanya kwa taifa, Nassoro Rajabu maisha yake ni ya kutia simanzi na huzuni kutokana na kukosa kipato na kusumbuliwa na maradhi, huku kubwa likiwa ni kudhulumiwa nyumba yake. Sasa niuliza pengine wewe sasa bwana uko wapi? Mimi nilikuwa nimesafiri, sasa nimerudi, wewe uko wapi? Mimi nipo. Upo nyumbani kwako kule? Nyumbani kwangu kule siko. Nyumba ile bado nalalamika na serikali ya hapa, serikali ya sasa ya kwako nirudishiwe nyumba yangu. Mzee Nassoro ana watoto 7 na kati ya hao 4 wameshafariki dunia, na waliobaki hawana uwezo wa kumhudumia baba yao kutokana na ugumu wa maisha. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Naam, ndugu zangu madereva wa Tanzania, nimetuma hii video. Hii video inafundisha na ina jambo la kujifunza, kwamba kama kwa wakati huu sasa hivi mzee wetu Mzee Nassoro akiwa pale Tandika, na istosha alikuwa ni dereva anayemwendesha rais wa nchi. Sasa hebu niambieni, kama aliyemwendesha dereva ambaye alikuwa dereva wa rais, leo hii anayapitia haya na hali ya maisha yake aliyokuwa nayo, hivi tunashindwa nini kushikamana sisi na kusimama pamoja kuhakikisha tunakwenda kuitetea hii tasnia na madereva wanakwenda kupata maslahi? Mkiangalia hii video inasikitisha sana. Kuna jambo mtajifunza kupitia video hii. Kwa hiyo mimi niwaambie tu ndugu zangu madereva, bado tuna wajibu wa kuhimiza umoja na mshikamano kuhakikisha kwamba tunakwenda kusimamia na kupata haki za dereva Tanzania. Kama tutafumbia macho na kuwasikiliza watu ambao hawako tayari kuona sisi kama madereva wa Tanzania tutakwenda kusimama pamoja, basi watu hao tu wakatae, na watu hao hawako sawa kabisa. Hebu angalia, Mzee Nassoro ni dereva wa rais wa Mwalimu Nyerere, lakini angalia anayoyapitia. Tafakari kwenu.